Hatimaye mwana wa Afrika alivuka mipaka na kuingia Marekani akiitika wito wa mwenyeji wake Rais John Kennedy. Ziara hii alifanya siku chache tu baada ya kutoka Mtwara. Wawili hawa walishibana kiasi cha kuitwa marafiki wa chanda na pete. Kila mmoja alimtosha mwenzake. Ulikuwa ujumbe wa kwanza kutoka bara la Afrika katika ikulu ya Marekani, White House. Mtazamaji wa Bishine TV, karibu tumwangazie mmoja wa mashujaa wa Afrika waliopambana kuhakikisha bara hili linakuwa huru, linatoka kwenye utumwa wa kutawaliwa na wazungu. Naye si mwingine ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mtayarishaji na msimuliaji wako siku hii ya leo ni mimi Salum Abubakar Mayunga. Ualimu ilikuwa ni kazi yake ya kwanza, kazi ambayo ilimpa umaarufu mkubwa. Licha ya kuiacha na kuingia kwenye siasa, bado jina hilo liliendelea kusikika midomoni mwa watu na kupelekea kuitwa Mwalimu hata alipoingia ikulu kwa mara ya kwanza kama rais wa taifa la Tanganyika. Historia ya Mwalimu imeelezewa kwa wingi sana kuhusu maisha yake, alikozaliwa mpaka anakuwa rais wa taifa hili. Nasi leo tutapita kwa uchache kuyaelezea maisha yake kabla ya kwenda kwenye nukta muhimu iliyokusudiwa. Alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoani Mara, katika nchi ya Tanganyika, na hii ilikuwa kabla ya kuwa Tanzania. Alikuwa mtoto mmoja kati ya watoto 26 wa Nyerere Borito, aliyekuwa chief wa kabila la Wazanaki. Alipokuwa mtoto, Julius alichunga mifugo ya baba yake. Alipofikisha umri wa miaka 12, alipelekwa shule na baba yake iliyokuwa Musoma, jambo lililomfanya atembee umbali wa kilomita 30 kwa siku. Baada ya kuhitimu, alienda kujiendeleza katika shule ya wamisionari iliyokuwa Tabora, na baadaye alijiunga na chuo cha Makerere, Kampala, Uganda, alikochukua kozi ya ualimu kuanzia mwaka 1943 hadi 1945. Alipohitimu masomo yake, alirudi katika shule ya wamisionari Tabora St. Mary's akiwa kama mwalimu, na mwaka 1949 alipata scholarship ya kwenda kusoma kwenye chuo kikuu cha Edinburgh nchini Uingereza, akichukua shahada ya udhamivu katika historia na uchumi na kuandika historia ya kuwa Mtanganyika wa kwanza kwenda kusoma katika chuo kikuu cha Uingereza. Aliporejea, alifundisha katika shule ya St. Francis iliyoko Dar es Salaam, na mwaka 1953 alichaguliwa kuwa rais wa chama cha siasa cha Tanganyika African Society kilichojulikana kama TAA. Mnamo mwaka 1954 alibadilisha jina la chama hicho na kuwa Tanganyika African National Union, chama ambacho kilikuwa na nguvu ya kisiasa kuliko TAA kile cha mwanzo. Baada ya chama hicho kupata nguvu, Mwalimu alijiuzulu kazi yake na kuzunguka nchi nzima ya Tanganyika kuzungumza na watu wa kawaida pamoja na machifu ili kuleta umoja katika kupigania uhuru. Alipata nafasi ya kuzungumza kwa niaba ya TANU katika mikutano ya Tranship Council na Fourth Committee ya Umoja wa Mataifa huko New York nchini Marekani. Uwezo wake wa kuongea na wa kuwaunganisha watu ulimwezesha kufanikisha Tanganyika kupata uhuru bila umwagaji damu, na hii pia ilichagizwa na uhusiano mzuri aliyokuwa nao na gavana wa wakati ule, Richard Turnbull. Mwalimu Nyerere aliingia katika bunge la kikoloni mwaka 1958 na kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika mnamo mwaka 1960.
Tarehe 9 Disemba ya mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake na Mwalimu Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru, na mwaka mmoja baadaye akawa rais wa kwanza wa Tanganyika. Mwalimu Nyerere alikuwa kiungo muhimu katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar kutengeneza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 yaliyomtoa madarakani sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah, na tarehe 5 Februari mwaka 1977 aliongoza chama cha TANU kuungana na chama tawala cha Zanzibar Afro Shirazi Party na kuanzisha chama kipya kilichojulikana kama Chama cha Mapinduzi CCM na kuwa mwenyekiti wake wa kwanza wa chama hicho. Hiyo ni historia fupi ya safari ya Mwalimu mpaka analitoa taifa hili na kuliunganisha na kuwa Tanzania. Mtazamaji, sasa tuangazie tukio muhimu kabisa na lenye makusudio makubwa ya kuandaa masimulizi haya. Ndugu zangu, hivyo ndivyo tunavyoweza kuijenga Tanganyika yenyewe. Sasa watu waliokuwa wanatazamia kwamba Tanganyika ya kesho itakuwa ni ile ile ya jana, sasa wanahiari wale. Mahali hapa nifai mimi. Anatoroka mwenyewe taratibu. Kiangazi kinapuliza na Mwalimu amemaliza mkutano wake wa halmashauri kuu ya chama TANU uliofanyika mkoani Mtwara. Hatimaye mwana wa Afrika alivuka mipaka na kuingia Marekani akitikia wito wa mwenyeji wake Rais John Kennedy, rais wa Marekani. Ziara hii alifanya siku chache tu baada ya kutoka Mtwara. Wawili hao walishabihiana kiasi cha kuitwa chanda na pete, na kila mmoja alimtosha mwenzake. This is not my first visit to the United States. I have been coming to the United States now, I don't remember how many times. I always associate the United States with freedom. During those days when we were struggling for our freedom and having chosen the method of peace to achieve our freedom, I used to come almost annually to the United Nations organization to plead the cause of the freedom of my country. Safari yake ya kwenda Marekani ilikuwa ni ujumbe wa kwanza kutoka katika bara la Afrika katika ikulu ya Marekani, White House, mnamo Julai 14 mwaka 1963. Ingawa vuguvugu la ukombozi barani Afrika lilikuwa juu, lakini ziara ya Mwalimu Nyerere ilitegua kitendawili kilichohusu uhusiano wa Marekani na mataifa ya Afrika na namna Ulaya ilivyokuwa ikicheza na siasa za Waafrika. Mwalimu Nyerere alikuwa ni miongoni mwa mashujaa wa Afrika ambao walileta mapinduzi makubwa katika bara hili. Mashujaa wengine ni Kwame Nkrumah wa Ghana, Patrice Lumumba wa Kongo, Benjamin Nandi Azikiwe na Abubakar Tafawa Balewa wa Nigeria na wengine wengi. Lakini kwenye orodha hii hatuwezi kuacha kulitaja jina la Nelson Mandela. Kama wasemavyo Waswahili, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Bila shaka Nelson Mandela wa leo asingekuwa Mandela huyu tunayemfahamu bila kuwepo juhudi za watu waliokuwa na fikra chanya na msimamo thabiti ya kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi, wakati akiwa amefungwa gerezani kwa miaka yote 27 na hata kabla ya kufungwa kwake. Miongoni mwa watu muhimu waliomfanya Mandela ajulikane ulimwenguni ni Mwalimu Julius Nyerere, rais wa Tanganyika na Tanzania. Msimamo wa dhati na usioyumba wa Mwalimu Nyerere dhidi ya aina zote za dhulma ndio ulijenga msingi na ushujaa wa Mandela unaojulikana duniani hadi leo. Kwa maneno yake mwenyewe, Nelson Mandela katika dhifa aliyoiandaa kwa heshima ya Mwalimu Nyerere Oktoba 17 mwaka 1997, alimwelezea Mwalimu kama mtu aliyechangia kwa kiasi kikubwa kuifanya Jumuiya ya Madola kuitenga Afrika Kusini ya kibaguzi
baada ya mauaji ya Sharpeville. Mwalimu Nyerere aliongoza taifa kwa miaka 23 hadi mwaka 1985 alipostaafu na kumwachia nafasi rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, na yeye alibaki kuwa mwenyekiti wa chama CCM hadi mwaka 1990 alipostaafu. Aliendelea kuwa na heshima kubwa katika nyanja za siasa ya Tanzania na duniani hadi kifo chake. Mtazamaji, hadi kufika hapa na wekananga ya masimulizi yetu ya leo. Makala nyingine itakuja ikimwangazia shujaa mwingine wa Afrika. Mtayarishaji na msimuliaji wako ni mimi Salum Abubakar. Hadi wakati mwingine. B-Shine TV. All you want.